Moto. Tuna nini? Ndio. Amina. Bwana asifiwe kanisa. Amina. Nichukue nafasi hii kumshukuru baba yetu mchungaji na viongozi kwa ujumla wa baraza la wazee. Mambo yako vizuri kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Bwana asifiwe. Na ambao walikuwepo Ijumaa walijifunza kuhusu funguo za maombi. Bwana asifiwe. Tujifunza kuhusu funguo za maombi. Bwana asifiwe. Basi kwenye Biblia nafikiri neno lishaombewa na mama yetu mchungaji. Kwa wale wanaoandika tukaje kujifunza somo ambalo linasema kwamba kanisa tu mwili mmoja katika Kristo. Kanisa tu mwili mmoja katika Kristo. Somo ambalo tunaweza kusimama nalo ni Warumi sura ya 12 mstari wa 4 mpaka ule mstari wa 20. Bwana Yesu asifiwe. Warumi sura ya 12 mstari wa 4 mpaka mstari wa 20 na moja ndio tutapoenda kusimamia. Tunasema kwamba kanisa tu mwili mmoja katika Kristo. Kwa hali ya kawaida huu mwili una viungo vingi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kichwa, kuna masikio, kuna macho, kuna midomo, kila kitu. Kwa hiyo sasa na si kanisa tu viungo katika mwili wa Kristo, kwamba tunategemeana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Tumesema tu mwili mmoja katika Kristo. Tutakwenda kuangalia kwa nini tunaitwa tu mwili mmoja ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hii Warumi itatuongoza kwa tuone kwamba tu mwili mmoja katika Kristo kwa namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Naomba aliyepata anisomee hiyo Warumi sura ya 12 mstari wa 4. Kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja. Vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali, kwa kadri ya neema tuliyopewa, ikiwa unabii utoe unabii, kwa kadri ya imani, ikiwa huduma tuwemo katika huduma yetu, mwenye kufundisha katika kufundisha kwake, mwenye kuonya katika kuonya kwake, mwenye kukirimu kwa moyo mweupe, mwenye kusimamia kwa bidii, mwenye kurehemu kwa furaha. Pendo na lisiwe na unafiki. Lichukieni lililo ovu, mkiambatana na lililo jema. Ishi hapo. Amen. Msasifiwe. Tunaona kwamba kanisa tu mwili mmoja katika Kristo. Nafikiri Warumi kama imetuelezea huo mstari wa 4 nasema kwamba kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja. Vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila moja kwa mwenzake. Bwana asifiwe. Kwamba sisi tuliokoka. Ninapozungumzia kanisa sio jengo, hapana. Kanisa ni sisi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwamba tu mwili mmoja, kwamba mwili una viungo vingi, lakini vinategemeana. Kwa hiyo mguu unategemea mkono, kichwa kinategemea macho, mdomo, yaani kwamba vitu vingi vile tunategemeana. Bwana asifiwe. Nasema kwamba mstari wa 5, vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Kwa sasa mimi mpendwa mwenzangu ni moyo wa thamani, kama vile napija mimi wa thamani, kwa naye mpendwa mwenzangu nimchukulie vile vile. Leo kanisa, kwamba kusiwe na matengano. Nafikiri Jumapili mtumishi Samuel alihubiri kwamba makundi, kwamba
kwenye kanisa kusiwe na makundi makundi, kwamba huyu ni kwamba kuna wengine wamechukiana, wengine wanapendana. Hapana, sisi tu mwili mmoja katika ndani ya Kristo. Kwa hiyo kusiwe na matengano ya aina yote ile. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba mimi fulani nimchukie kutokana na alivyo. Hapana, hatuishi hivyo. Kwa sababu Yesu Kristo alipenda kanisa. Kama Yesu alivyopenda kanisa, sisi tupendane vivyo hivyo. Amina. Nafikiri kuna wimbo ambao vijana wakati tunaimba kanisa likikosa upendo limekuwa si kitu. Kanisa likikosa upendo sawa sawa na nini? Kwa sasa tusiwe hivyo, kwamba kusiwe na matengano ya aina namna yote ile. Sisi tu viungo. Amina. Kama vile mwili ulivyo na viungo, kwamba mwili kichwa kikiuma, mwili unakuwa mdhaifu. Unaweza sifiwe. Kwa hata mpendwa wenzangu akiwa na shida yoyote ile, ni sawa na mwili, kwamba kichwa kinauma lakini mwili unakuwa mdhaifu. Unaweza sifiwe. Kwa sababu ukiwa unaumwa, kama kichwa kinakuuma, huwezi kwenda kazini wakati unaumwa. Unaweza sifiwe. Sasa utajikaza lakini bado mwili unakuwa ni mdhaifu. Kwa hata kazi utafanya kwa nini? Kwa ufasaha. Unaweza sifiwe. Amina. Ni kwamba mwili una viungo vingi. Hivyo katika Kristo na sisi tu viungo. Kiungo kimoja kikiumia, viungo vyote huumia. Mpendwa akipatwa na shida au tatizo la kuumiza, kanisa lote huwa katika hali ya huzuni. Bwana asifiwe. Endapo mpendwa mwenzetu, natolea mfano, labda kafiwa. Bwana asifiwe. Lazima tuende tukamtembelee, tumtie moyo. Ndio maana kuna ile daftari la upendo. Bwana asifiwe. Kwamba tunalia na unaolia, tutacheka na nao wanaocheka. Bwana asifiwe. Kwamba si kanisa tumidi tufanye tuchukuliane. Ukiona mwenzako ana uhitaji wa jambo fulani, msaidie. Bwana asifiwe. Tusome Wakorintho wa kwanza sura ya 12. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 12 mstari wa 26 na mstari wa 27. 26-27. Naam. Biblia inasema, na kiungo kimoja kikiumia, viungo vyote huumia nacho. Na kiungo kimoja kikitukuzwa, viungo vyote hufurahi pamoja nacho. Basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo, na viungo kila kimoja peke yake. Amina. Msasiwe. Mtume Paulo anasemaje? Na kiungo kimoja kikiumia, viungo vyote huumia nacho, na kiungo kimoja kikitukuzwa, viungo vyote hufurahi pamoja nacho. Basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo, na viungo kila kimoja peke yake. Msasiwe. Kwamba kiungo kimoja kikiumia, mwili wote unakuwa mdhaifu. Bwana asifiwe. Au ukujibonda kidole chako, yale maumivu unasikia mpaka kwenye moyo. Kwa sababu nini? Ni mwili mmoja. Kwa hata mwenzako unapokuwa na shida, chukulia kama ile shida ni ya kwako. Na sio kwamba unaweza kumsema kwa watu kwamba ule fulani ipo hivi na hivi. Hapana. Chukua hatua, muombee. Bwana asifiwe. Yaani kwa watakatifu wa sasa hivi, yaani tunakuwa sawa na watu wa mataifa. Bwana asifiwe. Yaani unakuta mtu aliyeokoka amekaa na mpendwa mwenzake, wanamsema mpendwa mwenzao kama watu wa mataifa. Bwana asifiwe. Sisi ndio viungo. Kwa nini msema mpendwa mwenzako? Na msema mnakwenda mbinguni. Yaani mnakaa mnamsema mwenzenu, mnamchambua. Bwana asifiwe. Nafikiri mtu wengi anasema kwamba mnamvua nguo. Bwana asifiwe. Unamchambua. Kwa hiyo huyo mtu ambaye unamsimulia, mpendwa wake muona, yani anamdhalau, akumbe yupo hivi, kumbe na shida hii. Tusiwe hivyo. Bwana asifiwe. Ni kwamba tuwe kiungo, tufanyaje? Tushikamane. Bwana asifiwe. Na tusome hiyo Wakorintho wa kwanza hiyo 10:17. Mungu anasemaje? Tusome mtumishi. Wakorintho wa kwanza 10:17. 10:17 Biblia inasema, kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja, kwa maana sisi sote twapokea sehemu ya ule mkate mmoja. Amina. Bwana asifiwe. Kwa kuwa ni mkate mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja, kwa maana sisi sote tutapokea sehemu ya ule mkate mmoja. Bwana asifiwe. Nasema kukiwa na mmoja wapo yupo kinyume na maisha ya wokovu wa kiroho, ni lazima aonywe ili
asiliaibishe kanisa la Mungu. Bwana asifiwe. Tumesema tu viungo katika mwili mmoja ndani ya Kristo. Kwa kuna mmoja wetu anakwenda kinyume na mapenzi ya Mungu, lazima afanye aonywe kwamba asiaibishe kanisa, kwa sababu akifanya vitu ambavyo havimpendezi Mungu, hasa ameokoka, watu mataifa watakuwa wafeje, wanatusema vibaya. Bwana asifiwe. Na unasema ameokoka, kanisa gani hilo? Mbona wanafanya hivi? Kwa hiyo tusiwe hivyo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwamba kama ni mkate mmoja, Bwana asifiwe, anasema kwamba kwa kuwa ni mkate mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja. Kwa wote tumeokoka. Bwana asifiwe. Inawezekana mimi hapa nimeokoka, mwingine labda yupo Kawe, yule ni wote tumwili mmoja. Kwa sababu wote tumeokoka, tunakwenda njia moja. Bwana asifiwe, njia ya uzima ambayo ni kwenda mbinguni. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwamba sio kwamba mpenda mwezi wako tu kwamba ndio kwamba umthamini, hapana. Hata mtu ambaye ameokoka, kwa sababu tupo kwenye lengo hili moja, tumeokoka. Tuliokoka sisi ni ndugu. Bwana asifiwe. Tu nini? Tu ndugu. Kwa hiyo tusitengane, kusema na matengano. Bwana asifiwe. Kwa vile unapomchukulia mama Jona au unapomchukulia mama Samueli, hivyo hivyo mtu mwingine umchukulie. Bwana asifiwe. Kwamba kusiwe na matengano, kwamba mtu fulani nisimpendi, mtu fulani nimpendi, hapana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kusiwe na matengano. Amina. Bwana asifiwe. Tusome Warumi sura ya 5:12. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Rudia tena. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Amina. Asifiwe. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa hiyo mpendwa, unapomsema mwenzako, ile dhambi inakuwa inakutafuna. Kwa hiyo vile unakwenda kumwambia mwenzako, ule mpenda mwenzako kwamba fani kafanya hivi, ile dhambi inautafuna wote. Unasifiwe. Anasema kwa dhambi moja fanyaje? Iliingia ulimwenguni. Unasifiwe. Kwa hiyo vile unavyofanya wewe kumsema mwenzako mpendwa aliyeokoka, kwa sababu ukiokoka umekuwa kiumbe kipya. Sasa kwa nini tena? Sababu mambo ya kusengenyana ni watu wa mataifa ambao hawajaokoka. Lakini sisi tuliokoka, soma, inabidi ujibidishe kwenye maombi, kusoma Biblia, kuliko kukaa vikao kwanza kumsema mpendwa mwenzio. Heri ungekaa muda huu ambao unamsema mwenzio ungesoma Biblia. Mwanzo sifiwe. Au labda hata kitabu cha shule ya wanafunzi. Kama Jumapili nafuta mwalimu akifundisha akiuliza maswali na kuwa najibu, kuliko nikae na mwenzangu kumsema mpendwa fulani. Mwanzo sifiwe. Sisi ni barua. Kwa hiyo ukifanya vile watu wa nje, kwa maana wakati mwingine injili zinakuwa ni ngumu. Kwa nini? Kutokana na matendo sio ambao tumeokoka. Tunafanya vitu ambavyo afanyaje? Havimpendezi Mungu. Kwa hiyo watu wa nje wanatutazama sisi. Kwa hiyo hata nikiokoka mbona nafanya hivi? Na sasa sifiwe. Kwa hiyo tuwe mfano sisi viungo. Hata mimi nikiwa nimeenda labda simfanye, hata maeneo haya nilikuwa sipo hapa kanisani. Nimeenda kazini. Ule wokovu nilionao hata kule nionyeshe. Lakini mtu mwingine akitoka hapa akaenda nje ya kanisa au kaenda kazini, yani ule utakatifu hapa akiwepo hapa anauvua akaenda kule hapa tofauti. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwamba sisi viungo tuwe mfano. Bwana asifiwe. Na anasema kwamba pasiwepo na makundi, utengano, chuki, bali kutunza umoja wa Kristo. Bwana asifiwe. Pasiwepo na makundi, utengano, chuki, bali kutunza umoja wa Kristo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo pasiwepo na makundi kwenye kanisa. Bwana asifiwe. Kusiwe na makundi kwa sababu mchungaji ni mmoja. Kwa nini kuwepo na makundi mawili? Mtampa shida mchungaji fanyaje kuchunga? Nikirudia kwa mfano wa kawaida, mchungaji akiwa na kondoo, mbuzi, ng'ombe, wanapata shida kwa sababu mbuzi ni msumbufu siku zote. Bwana asifiwe. Nafahamu mnafahamu tabia ya mbuzi. Yaani mchungaji anakuwa anahangaika, lakini ng'ombe na kondoo, lakini kondoo ndio mtulivu zaidi. Sasa lakini ng'ombe na mbuzi wanakuwa ni wasumbufu.
Kwa hiyo si katika kanisa kusiopo na nini na makundi kumpa mzigo mchungaji. Bwana asifiwe. Wachungaji wana kazi nzito sana ya kutuombea sisi waumini wao. Lakini unashangaa sisi waumini hatutengi hata muda wa kuombea mchungaji wetu. Bwana asifiwe. Wachungaji wana kazi nzito sana. Kuna magumu ambayo wanakutana nayo. Kwa sisi kama ni waumini wao inabidi tutenge muda wa kuombea. Bwana asifiwe. Kwa sababu wachungaji wengine wanakuwa wanafikiria watu hao mbona kama si waelewelewi. Bwana asifiwe. Wachungaji kwa sababu wakiona kwamba wanaenda tofauti na vile anavyoagiza kwa tufanye hivi, sisi tunaenda hivi. Mchungaji anakuwa na maswali. Bwana asifiwe. Kwa maana wengine wanapata pressure. Tukana waumini ambao wanawachunga hawana msimamo. Wanawachanganya. Kila akiomba kutana na hili. Akipokutana na hili sasa nifanyeje? Lakini kwa sababu ule ni wito kapewa na Mungu, kwa hiyo anabidi aende vile vile. Lakini sisi waumini tusifanye kuwa kidondo kwa mchungaji. Bwana asifiwe. Kwa sababu mchungaji ana familia yake. Aombe familia yake, akuombee na wewe, lakini wewe bado unakuwa ni msumbufu kwake. Bwana asifiwe. Kanisa, jamani tuwe watu kama tuwe katika nini? Hali ya kuwa viungo ndani ya Kristo. Kama kusipo na kwamba kusio na namna ile ambayo inaenda kumteza mchungaji. Sasa sio. Anafikiri hapa kwenye makundi hapa. Kuna kitu moja ambacho nilijifunza kwa vijana. Nakumbuka kuna kipindi fulani makamu mwenyekiti na mwenyekiti walikuwa hawapatikani. Kwa hiyo wakawa wanaomba mimi niwe na simama na vijana. Kwa hiyo nilichoshukuru wale vijana walionyesha ushirikiano. Sasa mimi sio kiongozi wao. Lakini walionyesha umoja. Bwana asifiwe. Tulishikamana kwa pamoja. Nafika hapa tunaandaa ibada, tunaingia kwenye maombi, tufanya mazoezi hivi na hivi. Lakini viongozi wetu hawapo. Bwana asifiwe. Kuona sisi wapendwa kwenye idara tofauti, kusiwepo na kwamba kiongozi fulani hayupo, tusifanye. Kwa sababu huyu ni kiongozi hayupo, huyu anasimamia kitu fulani, tusimsikilize, hapana. Tu viungo. Kwa sababu huyu aliyesimama ni kiungo mwenzenu, kwa nini kumtenga? Msikilizeni. Kwa sababu naye ameokoka, vile ni mtumishi. Kwa inabidi fenge mshikamane naye. Kwa sababu kwa hiyo mimi nijifunza kwa vijana ni kitu kikubwa sana. Bwana asifiwe. Yes, tunapoteza muda, tunakuja hapa tunakesha. Tunaanza mkesha wetu mpaka saa 11. Lakini wanaonyesha ushirikiano. Mimi nilikuwa sio kiongozi wao. Lakini wanaonyesha ushirikiano kwamba hata sio kiongozi kwa sababu wanalijua tumeokoka. Kwa sisi tukiwa kimoja, lazima tufanye ambacho tumeitiwa. Bwana asifiwe. Amina. Nimesema tusomee Waefeso sura ya 5 mstari wa 29 na 30. Waefeso sura ya 5 mstari wa 29 na 30. Soma mtumishi. Waefeso sura ya 5 29 30. Biblia inasema, maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake. Tarudia. Maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza, kama Kristo naye anavyolitendea kanisa. 30. Kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Amina. Amina. Bwana asifiwe. Kwa maana mtu hawezi kuchukia mwili wake. Nafikiria hamna mtu ambaye anauchukia mwili wake. Bwana asifiwe. Siku zote utajitahidi ufanyie usafi ni mwili wako, kwa sababu huwezi kuchukia mwili wako. Kwa vivyo hivyo huyo mpenda mwenzako usimchukie. Hata kama ana madhaifu mchukulie vivyo alivyo. Bwana asifiwe. Wewe muombee. Bwana asifiwe. Kuliko kwanza kwa fulani labda ana hali fulani unaweza kumsema. Sio hivyo. Bwana asifiwe. Kwa kwamba maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yes, kama vile mwili wako unaoutunza, unaulisha, vivyo huyo mwenzako ana uhitaji, msaidie. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Amina. Anasema sura 30, kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Yaani hapo anazungumzwa ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Amina. Katika yeye Yesu tuliungamanishwa na kushikamanishwa ili kutegemeana. Bwana asifiwe.
katika Yesu Kristo tuliungamanishwa, tukashikamananishwa ili kutegemeana. Kwa mpaka sasa tunategemeana, kwa kila mmoja ana kitu ambacho Mungu amempa. Kwa kila kitu ulicho nacho shirikisha wenzako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kuna huduma zile ngapi ambazo Mungu zipo ambazo kuna manabii, kuna mitume, kuna walimu, kuna wachungaji. Kwa wale ndio kwa sababu wanategemeana wale. Bwana Yesu asifiwe. Mmoja anakuwa nabii, mmoja ni mwalimu, mwingine ni mchungaji. Bwana Yesu asifiwe, zile ambazo zipo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi ndio tunategemeana. Ndio maana hapa kuna walimu wa Sunday school wanatufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vingi ambavyo tunavitoka kupitia watu tofauti na kile Mungu alichompa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kwamba kumbuka ndani ya Kristo tuliungamanishwa kwa kitu hiki kimoja na kushikamanishwa ili fanye tutegemeane. Tusome wa Efeso sura ya 16. Efeso 16. Nasoma katika jina la Yesu. Efeso 4:6. Katika yeye mwili wote ukiungamanishwa. Rudia. Katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikamanishwa kwa msaada wa kila kiungo kwa kadri ya utendaji wa kila sehemu moja moja hukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo. Amina. Amina. Bwana asifiwe. Katika mwili wote ukiungamanishwa na kushikamanishwa kwa msaada wa kila kiungo kwa kadri ya utendaji wa kila sehemu moja hukuza mwili upate kujijenga mwenyewe katika upendo. Bwana asifiwe. Katika maskani ya Mungu tumejengwa kwa pamoja. Katika maskani ya Mungu tumejengwa kuwa pamoja. Bwana asifiwe. Kwa maana kama sasa tupo pamoja. Bwana asifiwe. Tunapokea chakula cha kiroho. Bwana asifiwe. Tusome ile kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 21 na mstari wa 23. Sura ya 2 mstari wa 21 23. Amina. Katika yeye jengo lote huunganishwa vyema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye nanyi mnajengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika Roho. Amina. Bwana asifiwe. Anasema kwamba katika yeye jengo lote limeunganishwa na vema na kuwa hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye nanyi mmejengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika Roho. Bwana asifiwe. Kwa tumejengwa kuwa maskani ya Mungu kwamba vitu ambavyo tunavifanya katika kanisa, kuna kitu kimeagizwa na kanisa kwa tufanye kitu fulani. Kusipo na mtu fulani anakuwa kinyume na labda uongozi wa kanisa umetangaza bana kutokana hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo tusifanye kuwa kinyume na yale maagizo ambayo tumepewa na viongozi wetu wa kanisa. Bwana asifiwe. Nasema tujifunze kwa kanisa la waamini wa kipindi cha Matendo ya Mitume jinsi walivyoishi kwa nyakati zile. Bwana asifiwe. Twende tukaangalie kitabu cha Matendo sura ya 2 mstari wa 44 mpaka 47. Matendo ya Mitume Matendo ya Mitume sura ya 2 44 mpaka 47. 44 mpaka 47. Naam. Inasema, na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe. Wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa
wakiokolewa. Amina. Amina. Bwana asifiwe. Hapo tunaangalia kwa wale wenzetu wa kipindi cha kina Petro. Bwana asifiwe. Jinsi walivyoishi. Bwana asifiwe. Bali huu ni mfano tosha kabisa. Kwa hiyo na sisi kanisa inabidi tujitathmini, je, tunaishije? Tunaishi kama hao wenzetu walivyoishi. Bwana asifiwe. Amesema kwamba wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika. Walioamini kama ni watu waliokoka. Bwana asifiwe. Walikuwa na vitu vyao shirika. Kwa hiyo kwamba walikuwa wakishirikiana kwa mambo ya kimungu. Bwana asifiwe. Kwa mtu akiwa na uhitaji fulani walikuwa wakisaidiana, hawamwachi vile vile kama alivyo. Kwa hiyo siku nyakati za leo tusaidiane kama tuwapendwa tulioamini. Bwana asifiwe. Tunasema wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Bwana asifiwe. Kwa hiyo walikuwa wakiuza vitu vyao wanafanyaje? Wanasema walikuwa wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo kwa moyo moja, walivyokuwa navyo kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Bwana asifiwe. Kwa hiyo inabidi tufanye, tusaidiane wapendwa. Bwana asifiwe. Kwamba tunavyoonyesha matendo yetu, wale watu wa nje ambao hawajaokoka wanatuangalia sisi tunaishije maisha yetu. Sisi tufanye, sisi tubarua. Kwa hiyo hata vile tunavyoishi maisha yetu, wale watu wa nje wanatuangalia, ya watu wanaishije. Hata nikiokoka, je, nitaishi kama kwamba nitakuta kama wanavyoishi huku nje? Bwana asifiwe. Kwa hiyo sisi tuliokoka tunasomeka na watu wa nje. Ndio maana watu wengine hataki kuokoka kutokana na matendo ambayo tunayafanya. Kwamba hata nikiokoka, mbona kama sawa na mtu yani aliyookoka sawa na mtu wa mataifa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo maisha ya Mkristo aliyokoka na Mkristo ambaye hajaokoka yao tofauti. Sisi ambao tumeokoka tuonyeshe mfano mzuri kwa wale ambao hawajaokoka. Hata tuwavute kwa kutana na matendo yetu. Bwana asifiwe. Nafikiri kipindi cha Yesu, wale watu baada ya Yesu kufanya ule muujiza wa mikate, sio wakataka kufuata mikate. Bwana asifiwe. Kwa hiyo na sisi wale watu wa nje bila tunavyoishi katika maisha yetu ya wokovu, uone kama ni mfano kwao. Bwana asifiwe. Tutavute kwamba tufanyeje waokoke. Na huu mstari wa 47 unasoma wakimsifu Mungu na kumpendeza watu wote, Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Bwana asifiwe. Kwa kwamba hao wazetu walikuwa wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana asifiwe. Na Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Kwa sisi tukimsifu Mungu wetu, tuwapendeze watu wote. Endapo tukiwapendeza watu wote, watu wataokolewa, kanisa lizidi kuwa siku hadi siku. Bwana asifiwe. Sasa tunaona katika Matendo ya Mitume, jamii ya watu walioamini walikuwa na roho moja, wakishirikiana kwa kila jambo lililofaa mbele za Mungu. Kuona sisi nyakati za leo tulizonazo, mambo yetu tunayofanya tufanye kwa ushirikiano, kusikuwepo na makundi wala matengano, kwamba huyu ni hivi na hivi. Hapana, sisi tumekuwa tukitu kimoja. Bwana asifiwe. Nafikiri hata kwa wale ambao katika nafikiri kwa upande wa wale wana michezo, Bwana asifiwe, nafikiri wale walikuwa na ushirikiano kwamba wapate ushindi. Kuona sisi labda tushirikiane. Bwana asifiwe. Tumeokoka, lazima tushirikiane kufanya kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Tusome Matendo sura ya 4 mstari wa 32. Matendo 4:32. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 32. Biblia inasema, na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja, wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alicho nacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika. Amina. Bwana asifiwe. Nasema na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo moja na roho moja, wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alicho nacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwamba vitu ambavyo sisi tulivyo navyo aidha katika huduma uliopewa na Mungu, kwamba walishi. Ndio maana wachungaji wanatufundisha, walimu wanatufundisha
kuyaishi yale maisha ambayo Mungu katika Biblia takatifu yanatuelekeza. Unaweza sifiwe. Ndio maana tunafundishwa neno la Mungu. Unaweza sifiwe. Nafikiri wachungaji wangekuwa kwamba maandiko yanasema tu wenyewe, tungekuwa wapi sasa hivi? Unaweza sifiwe. Ndio maana kwamba wachungaji kwamba wanatufundisha au wanatulisha misingi ya kibiblia ambayo maisha Mungu ameyaweka tuyaishi. Ndio maana kwamba hao waamini walikuwa nini? Na moyo moja na roho moja, wala hapana mmoja aliyekuwa na kitu chochote ambacho kitu alichokuwa nacho hakuona kama ni cha kwake peke yake, kama ni cha mtu mwingine. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kitu ambacho ulicho nacho, wewe ni mwalimu, fundisha na wenzako. Wewe ni mwombaji, ombea wenzako. Bwana asifiwe. Kwa sababu kwamba sisi tu kiungo, kwamba tu katika Kristo tu mwili mmoja. Kwa hiyo sisi tu viungo. Kwa hiyo tunategemeana. Kwa hata hivyo sawa, labda mimi ni mwombaji, huyu labda mwalimu. Kwa hiyo tunafanya tunategemeana. Kwa hiyo kitu alichonacho mwalimu mimi sina. Kitu alichonacho huyu mwombaji mimi mwalimu sina. Kwa hiyo tufanyaje? Tunategemeana kwa namna hiyo. Bwana asifiwe. Anasema kama tu viungo tusiwaseme watu vibaya au wenzetu au wapendwa wenzetu. Tuangalie ile Waefeso sura ya 4 mstari wa 25. Waefeso sura ya 4 mstari wa 25. Soma Waefeso sura ya 4 mstari wa 25. Biblia inasema, basi uvueni uongo mkaseme kweli, kila mmoja na jirani yake, kwa maana tu viungo kila mmoja kiungo cha wenzake. Amina. Amina. Sasa sio kwamba uvueni uongo mkaseme kweli, kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo kila mmoja kiungo cha mwenzake. Sasa sio nishasema kwamba sisi tu viungo. Kwa hiyo kwamba hapa Mtume Paulo anasemaje? Tuvue uongo. Sasa sio kwamba hapa anatoa onyo kwamba mtu kwamba uongo ni dhambi. Sasa sio ni uongo ni dhambi. Na baba uongo ni shetani. Unaweza sifiwe. Kwa epuka uongo. Yaani unaweza ukamdanganya mpendwa mwezio kama wewe hujaokoka. Yaani vitu ambavyo kwamba unamdanganya, kuna vitu ambavyo yani unaficha ukamdanganya. Lakini kumbuka Mungu anakuona. Unaweza sifiwe. Ndio maana kwamba basi uvueni uongo, mkaseme kweli kila mtu na jirani yake. Kwa hiyo useme uongo kwa mpendwa mwezio au jirani yako. Unaweza sifiwe. Anasema kwamba kwa maana tu viungo kila mmoja kiungo cha mwenzake. Bwana asifiwe. Naomba tusomele wa Korinto. Msomaji wangu bwana, tusomele wa Korinto wa 12 mpaka 25. Tuendelea haraka. Korinto wa kwanza sura ya 12 mpaka 25. 12 mpaka 25. Biblia inasema, maana kama vile mwili ni mmoja, nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja. Vivyo hivyo na Kristo. Kwa maana katika Roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa roho mmoja. Kwa maana mwili si kiungo kimoja, bali ni vingi. Mguu ukisema, kwa kuwa mimi si mkono, mimi si wa mwili, je, si wa mwili kwa sababu hiyo? Na sikio likisema, kwa kuwa mimi si jicho, mimi si la mwili, je, si la mwili kwa sababu hiyo? Kama mwili wote ukiwa jicho, hu wapi kusikia? Kama wote ni sikio, hu wapi kunusa? Bali Mungu amevitia viungo kila kimoja katika mwili kama alivyotaka. Lakini kama vyote vingekuwa kiungo kimoja, mwili ungekuwa wapi? Sura 20. Lakini sasa
viungo ni vingi, ila mwili ni mmoja. Na jicho haliwezi kuambia mkono, sina haja na wewe, wala tena kichwa hakiwezi kuiambia miguu, sina haja na ninyi. Bali zaidi sana vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa vinyonge zaidi vyahitajiwa zaidi. 23. Na vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa havina heshima, viungo vile twavipa heshima zaidi, na viungo vyetu visivyo na uzuri vina uzuri zaidi sana. 24. Kwa maana viungo vyetu vilivyo na uzuri havina uhitaji, bali Mungu ameuunganisha mwili na kukipa sehemu zaidi kile kiungo kilichopungukiwa. 25. Ili kusiwe na faraka katika mwili, bali viungo vitunzane, kila kiungo na wenziwe. Amina. Amina. Mweza siwe. Nafikiri mmefuatilia mtumishi alivyokuwa anasoma ili andiko. Mweza siwe. Jinsi kwamba mwili viungo vinavyokuwa vinafanyaje? Vinategemeana. Kwamba amesema kwamba kumbe kila kiungo kinafanyaje? Kinamtegemea wenzie. Kwa hiyo siwezi kula bila mguu kutembea kwenda kutafuta au mikono kwenda kufanya kazi. Mweza siwe. Kwa hiyo siwezi kuona au siwezi kusikia. Mweza siwe. Kwa kwamba kumbe macho yanamtegemea sikio. Sikio yanamtegemea, yaani vyote vinafanyaje? Vinategemea kuona. Sisi kama sisi wapendwa tu viungo. Mweza siwe. Ili andiko ukulisoma ukalitafakari katika hali ya kawaida, ile kweli ni kweli kwamba tufanyaje? Tunategemeana. Mweza siwe. Mungu awabariki. Nafikiri nitaishia hapa. Nafikiri tutafakari kwamba kwamba kanisa tu mwili mmoja katika Kristo. Hivyo maisha yetu tuishi kama nini? Tu viungo vya Kristo. Bwana asifiwe. Basi naomba tusimame tukajitafakari kwamba je, mpenda mwenzio unamchukuliaje mpenda mwenzako? Bwana asifiwe. Tujue kwamba je, mimi mpenda mwenzangu, inawezekana kuna sehemu nilijikuwa kumwazia mwenzangu vibaya, aidha kwa kumsema vibaya. Bwana asifiwe. Tupo duniani kwamba kuna vitu ambavyo tunavifanya, lakini inabidi tuwe watakatifu kwa unyenyekevu. Vile mwenzangu unapomuona kama vile ninajithamini mimi, pia mwenzangu nimthamini. Bwana asifiwe. Tayari kwa ufupi, baada ya kutengea kwenye maombi. Baba ninasogea chini ya uwepo wako. Baba ninasogea chini ya miguu yako. Baba ninasogea, Baba ninasogea ako. Baba ninasogea chini ya uwepo wako. Baba ninasogea chini ya uwepo wako. Baba ninasogea chini ya uwepo wako. Baba ninasogea kwako. Kuna sala
chini ya uwepo wako Baba, ninasogea Baba, ninasogea Baba, ninasogea chini ya mkono wako Baba, ninasogea Baba, chini yako Baba, ninasogea. Basi pamoja Mungu wetu Baba, katika Yesu mwaminifu, wewe ni Mungu wetu, Mungu mwenye nguvu na uwezo, mamlaka yako, neema yako na nguvu zako na fadhili zako, neema yako na nguvu zako Baba yetu mwaminifu, wewe ni Mungu mwenye nguvu na uwezo. Tusaidie watoto wako Bwana kuyaishi maisha ya upendo Mungu wetu. Tuviumbe ndani yako Bwana Jehova. Tusaidie Bwana Mfalme. Uwezekana Bwana amekwenda kinyume. Mungu nisaidie Bwana. Mungu na mkono wako uniwezeshe Bwana katika jina la Yesu Kristo mwaminifu. Wewe ni Mungu wetu, Mungu mwenye nguvu na uwezo. Nitendee Bwana kanisa lako. Nisaidie kanisa lako Bwana. Nisaidie Bwana kanisa lako. Saidia vijana wako Bwana. Saidia kina mama hawa Bwana. Saidia kina baba hawa Bwana. Saidia watoto wetu Bwana Mfalme. Saidiane Bwana Mungu mwenyeshi Mfalme. Wewe ni Mungu wetu mwenye nguvu na uwezo. Jina lako libarikiwe Bwana Jehova. Tusaidie watoto wako Bwana. Tuwasaidie Bwana. Tuwezeshe chini yako Bwana Mfalme. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu mwenye nguvu na uwezo, mamlaka. Hakuna aliye kama wewe. Ni katika jina la Yesu Kristo mwaminifu. Mungu mwenye nguvu na uwezo, mamlaka yako na neema yako na nguvu zako. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu mwenye nguvu na uwezo wako. Ni katika neema yako na nguvu zako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu wetu, Mungu mwenye nguvu na uwezo wako. Ni katika Yesu Kristo nikiomba na kushukuru. Amen. Asifiwe. Kama tukae. Amina. Amina. Mungu awabariki. Asifiwe. Basi kama mtu yote ambaye ni mdhaifu anataka kuombewa, basi apite mbele. Una uhitaji, pita mbele uombewe. Basi asifiwe. Basi ni vizuri tuungane na viongozi wa vijana kwa ajili ya kufanya huduma ya maombezi. Karibu. Mtu ambaye ni mdhaifu, una uhitaji, karibu pita mbele uombewe. Karibu. Karibu basi mwenyekiti na wazee wa kanisa wa vijana. Vijana tupende tumwombee, tufanye huduma ya maombezi. Basi tamwalika mchungaji na wazee wa kanisa, Mungu wetu na mashemasi wazee wa kanisa, Jona na Samueli Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, asante Mwokozi wangu na Baba yangu kwa ajili ya muda huu na wakati huu. Au watoto wako Baba, tunaenda kunyosha mikono yetu Baba juu ya watoto hawako hawa wenye mahitaji mbalimbali, Mfalme. Nakualika wewe Mungu wa mbinguni ya kwamba uende ukaonekane, uende ukajifunue wewe mwenyewe, Mungu wangu, katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti,
Ninakushukuru Mungu, ninakushukuru Jehova. Wewe ni Baba. Asante Baba yetu, Mungu wetu, Mungu mwenye nguvu na uweza, neema yako na fadhili zako chini Baba yetu. Baba yetu ni wasama jina na kubezi mbele zako Bwana chini mwaminifu. Mbele zako kutoka ni mdhaifu chini mwaminifu. Anahitaji kurejea kwa chini mwaminifu. Chini kuweza kuponyaji. Katika jina Yesu Kristo na nguvu na uweza. Wewe ni Mungu mwenye nguvu na uweza. Jina lako ni nguvu, jina lako ni uweza. Mwaminifu Mungu mwenye mamlaka. Katika jina Yesu Kristo zetu Bwana, achilia nguvu zako Bwana kwa Bwana. Anahitaji kuingia kwa Yesu. Hakuna ile kama Bwana. Gusa kila kiungo Bwana, gusa kichwa Bwana, gusa kifua, gusa mikono, gusa tumbo, gusa mikono, gusa miguu Bwana, katika jina la Kristo wetu. Mungu mwenye uweza, achilia neema yako Bwana, achilia nguvu zako. Hakuna aliye kama mwaminifu. Wewe ni Mungu wetu, Mungu unaweza, katika neema yako na fadhili zako, katika jina la Kristo wetu. Tuomba na kushukuru. Asante kwa neema zako, tunakushukuru. Asante mwaminifu. Baba yetu Mungu mwenye nguvu. Baba, katika jina la Kristo wa Nazareti, mwaminifu Mungu, Baba Yesu, kueleza kwa neema zako katika jina la Kristo. Anahitaji neema yako Bwana, katika jina la Kristo. Bwana, mganga Bwana yako Bwana, ukomboleza Bwana, katika jina lako Bwana, mganga Bwana, katika jina la Kristo. Wewe ni Mungu wetu, unaweza. Hakuna aliye kama wewe Bwana. Neema yako zako Bwana, mganga Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu mwenye uweza, neema yako inako Bwana. Na Yesu, neema zako, achia, 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 achia masikio, achia. Achia kwa neema ya Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika neema yako na nguvu zako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni mamlaka, hakuna kama wewe wako. Katika neema yako na nguvu zako, atupokee uponyaji Bwana, atupokee uzima Bwana, atupokee uzima Bwana, akawe uzima Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu neema yako na nguvu zako, katika jina la Yesu katika neema yako na nguvu zako, katika jina la neema yako na nguvu zako, katika neema yako tunamshukuru. Asante Mungu wa mamlaka, katika neema yako na nguvu zako tukiomba na kushukuru. Asante amen. Baba, katika jina la Mungu wa mamlaka, jina lako barikiwe, jina lako litukuzwe Bwana. Baba yetu Mungu wewe katika jina la Mungu kabisa bila kuelewa, katika jina la Yesu wewe ni Mungu wetu hai Jehova, mkono kwenye Mungu uweza. Wewe ni Mungu wetu niko ambaye niko, jina la Jehova, jina la uweza, jina la mamlaka, ujua Bwana wewe nao, ujua jina lino Bwana mfalme, katika jina la Kristo wa Nazareti. Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, onekana Bwana katikati yake Bwana, kamsaidia Bwana wetu, kamgange Bwana, kampole chuma, anakuhitaji Mungu yako, anahitaji neema yako, anahitaji nguvu zako Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ni Mungu unaichibu kwa moto, unaichibu kwa upanga Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Neema yako na nguvu zako, hakuna aliye kama wewe, katika neema yako na nguvu zako tunaomba na kushukuru. Asante Bwana Mungu mwenye unaweza, hakuna aliye kama wewe Bwana. Baba yetu ni fadhili, neema yako na nguvu zako, katika jina la Yesu Kristo. Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, katika neema yako na nguvu zako, katika jina la Yesu Kristo tukiomba na kushukuru sawa sawa kwa zako, katika neema yako na nguvu zako tukiomba na kushukuru. Asante Baba mwaminifu, tukiomba na kushukuru, tukisema asante. Amen. Katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru wewe Mungu wa rehema, ninakushukuru wewe Mungu wa saka, ninakushukuru wewe Mungu wa Elia, katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu na Baba yangu, sasa Mungu wa rehema, ninawaleta Bwana wote wenye mahitaji mbalimbali. Mungu wa rehema, wewe wajua, wewe
ninayotambua katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu na Baba yangu, jibu mahitaji yao katika jina la Yesu. Shughulika na mahitaji yao kwa damu ya Yesu Kristo. Yesu, Baba yangu, Mungu wa rehema, katika jina la Yesu, tuna malaika wako, yule malaika mbeba majibu, atajibu Baba, ana watoto wako, ana wana wako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Naenda Bwana, nashughulika nao, nashughulika nao kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nasimama kinyume na kila uonevu wa yule adui katika jina la Yesu Kristo. Kataa adui, ewe pepo, pepo la magonjwa katika jina la Yesu. Ona mamlaka, ona kibali kwa jina la Yesu Kristo. Pepo la mauti, wala mauti, wala mauti katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Na kutoesha na kuangamiza kwa jina la Yesu Kristo. Pepo la umasikini katika jina la Yesu, pepo la umasikini katika jina la Yesu. Una nafasi, una kibali juu yetu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Wakuteketeza, wakuangamiza, wakuangamiza katika jina la Yesu. Ukaachie, ukaachie, ukamwachie mama yule, ukamwachie baba yule, ukamwachie kijana yule kwa jina la Yesu Kristo. Yesu, onekana Jehova katika jina la Yesu Kristo. Pia mahali hapa Bwana, tuna watoto Bwana, Mungu wa rehema, ninaweka mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo. Bwana, endelea kuwatunza, Bwana, endelea kuwaficha ndani mwako, endelea kuwakuza Jehova katika malezi yaliyo mema, katika kimo pamafame, katika jina la Yesu Kristo. Huku kiwepusha Bwana na magonjwa ya kitoto, huku kiepusha Bwana na kila aina za tabia, katika jina la Yesu Kristo. Yesu, endelea kuwakuza katika kichwa chako, endelea kuwakuza katika uchaji wako, ili Bwana katika maisha yako Bwana wakukujua wewe, wakujua wewe Mungu, katika jina la Yesu. Baba, nasi Bwana kama wazazi Baba, nahitaji kile tulicho nacho Bwana, tukawaridhisha watoto katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu na Baba yangu, ninakushukuru Jehova, ninakushukuru mfalme wa ajabu, katika jina la Yesu Kristo. Wote tuseme amen.